الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخوة في الإيمان، أوصيكم ونفسي المقصرة المذنبة بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. يقول الله سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema bwana viumbe mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwani fillah, tumeingia katika mwezi wa Shaaban adhim, katika miezi ya Allah subhanahu wa ta'ala, shahrun yaghfalu anhu kathiru min an-nas, watu wengi hughafilika na mwezi huu, mwezi ambao kwamba uko baina ya Rajab na Ramadhan, shahru tahawulati al-kubra, mwezi wa mabadiliko makubwa, shahru الجهد والتجهيز، shahri wa bidii na kujiandaa mwezi wa Ramadhan. Ni mwezi ambao kwamba turfau al-a'malu ila rabbil alamin, amali hunyakuliwa na kupelekwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika mwezi wa Shaaban, mwaka wa pili kutoka hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumetokea tukio kubwa katika tarehe ya umma, tukio ambalo kwamba limeonyesha utofauti wa utambulisho wa umma. Ikwani fillah, khutba yetu leo tutataja masala mawili makubwa, mabadiliko ambayo kwamba yalipatikana katika mwezi kama huu na maandalizi kwa ajili ya Ramadhani. Ikhwani fillah, mwezi kama huu wa Shaaban katika mwaka wa pili kulitukia tukio kubwa, nalo tukio la kubadilishwa kibla kilibadilishwa kutoka Baitul Maqdis na kuelekea Baitullahi al-Haram, Makka al-Kaaba. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asimulia tukio hili akisema: qad nara taqalluba wajhika fi as-samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akielekea Baitul Maqdis, kwa Jerusalem, Palestina. Katika swala zao Waislamu wakiswali walikuwa wakielekea kule. Mayahudi wakawa ni wenye kusema ya kwamba maadamu katika swala zao wanaelekea upande wetu na kibla chetu Baitul Maqdis, basi polepole watabadilika na dini yao, pia watakuwa ni wenye kuja upande wetu. Kwa hiyo Mayahudi walikuwa wakisema sana kuhusiana na swala hili la kibla, na tufahamu ya kwamba mitume wengi walikuwa katika Banu Israili ambao kwamba wengi walikuwa katika sehemu
ya Baitul Maqdis. Kwa hivyo ilikuwa ni kuonyesha kiada iko kule na uongozi bado uko upande huu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kukamilishia Waislamu baada ya kuwateremshia dini, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuenda katika mji wa Madina na akawa ndio kiongozi wa Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawakamilishia utambulisho wao, huwiya al-islamia, ikawa tena wao si wafuasi bali ni viongozi. Na tufahamu ya kwamba Nabii Ibrahim alayhi salam mtoto wake Ishaq, ambaye kwamba katika kizazi chake ndio walipatikana Banu Israili, ambao mitume wengi walikuwa katika Banu Israili. Nabii Ibrahim alikuwa na mtoto ambaye pia ni Ismail, ambaye kwamba walijenga pamoja Baitullah al-Haram al-Kaaba, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail. Nabii Ibrahim na Nabii Ismail ndio walionyanyua kutoka katika msingi ulikuwa huko wa Baitullah al-Haram, kutoka Nabii Adam alayhi salam. Nabii Ibrahim alayhi salam na Nabii Ismail alayhi salam wakainua kutoka katika msingi, wakasimamisha Baitullah al-Haram. Na Nabii Ismail alayhi salam kwa kuishi sehemu ile ambayo yeye ndo muasisi wa mji kama ule, pamoja na Mahajara na wale waliohama makabila kutoka Yemen, Jurhum, waliokuwa sehemu ile, mpaka Nabii Ismail alayhi salam akawa ni katika Arab Musta'rab. Waarabu wako sampuli tatu. Kuna Arab Baida ambao katika wale wangamizwa katika kina Adi na Thamudi na wengineo. Kisha kuna Arab Ariba ambao kwamba ni katika asili ya Waarabu kutoka Yemen. Kisha kuna Arab Musta'rab au Musta'raba ambao kwamba asili wao si Waarabu, lakini wakawa ni wenye kuingia wakastaarabika. Sio Kiswahili wasema mtu ambaye kwamba ametamadunika kidogo, sema huyu ni mustaarabu, yani ni mustaarab, bi maana amestaarabika, ameingia katika Uarabu. Kwa hiyo Nabii Ismail alayhi salam ni katika Arab mustaarab, na katika kizazi chake ndio kina Adnan na akapatikana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mayahudi siku zote wao walikuwa wakiona mtume atakuwa katika Mayahudi, na mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumilizwa wakasema wakati huu ndio wakati ambao mtume atakuja, na alikuwa akiwaambia katika Waarabu waliokuwa katika mji wa Madina ya kwamba kuna mtume atatumilizwa na sisi tutamkubali mtume ule, kisha tutawapiga kupitia mtume ule. Ndio mpaka kina Aus na Khazraj wakawa ni wenye kusema hadha huwa nabii alladhi kana tu'idukum bihi yahud fala tasbiqannakum ilayhi. Hao ndio mtume alikuwa Mayahudi wakisema kuna mtume atatumilizwa, ndio huyu. Kwa hivyo wasiwatangulie Mayahudi juu ya mtume huyu. Mtume sallallahu alipofanya hijra akaenda Madina, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa anamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anapendelea qibla kiwe ni upande wa Masjid al-Haram. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, qad nara taqalluba wajhika fis samaa, ule kugeuka kwako mbinguni, fala tuwalliyannaka qiblatan tardaha, tutakuelekeza kibla ambacho kwamba wewe unakiridhia, basi elekea Masjid al-Haram. Kwa hiyo ukabadilishwa qibla kutoka Baitul Maqdis, Waislamu wakawa ni wenye kuelekea Baitullah al-Haram. Na hili lilikuwa ni tukio kubwa, ni tukio la kubadilika kiada kutoka kwa Banu Israili kwenda kwa watu wa Jaziratul Arab na Waislamu waliokuwa wakati, na kutoka kwa Wayahudi na kwenda kwa Waislamu.
na ilikuwa ni mtihani mkubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, wama ja'alna alqiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi wa in kanat lakabira illa 'ala alladhina hada Allah. Hatukufanya kugeuza qibla ambacho wewe ulichokuwa ukielekea mwanzo ambao ni Baitul Maqdis, ila ni kuweza kuwadhihirisha nani atamfuata mtume na nani atarudi nyuma kwa visigino vyake. Jambo hili ni jambo kubwa, isipokuwa wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameongoza. Baada ya qibla kugeuzwa kutoka Baitul Maqdis na kuelekea Baitullahil Haram, kuna watu ambao kwamba walihitaji na wanafiki wakadhihirisha unafiki wao, lakini waumini walidhihirisha imani yao. Baada ya kugeuzwa qibla, kuna baadhi walisikia wakiwa katika salatu al-asri ya kwamba qibla kimegeuzwa kutoka Baitul Maqdis na kuelekea Baitullahil Haram, wakageuka wakiwa katika rukuu. Hawakusubiri swala iishe ndio wageuke, bali walikuwa na almubadara ila aliltizami bishar'i, wakafanya haraka kukimbilia kujifunga na sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo katika swala, katika rukuu, wakageuka kutoka Baitul Maqdis wakaelekea Baitullahil Haram. Na hii hali mafunzo ambayo kwamba tunapata kwa muumini kuwa na mubadara, kuwa na kukimbilia katika kujifunga na sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anapobainikiwa hukumu ndio hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hamna maswali wala hakuna istifsarati nyingi. Kwa nini tugeuka qibla kutoka huku mpaka huku? Hakuna. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, basi Muislamu anatekeleza moja kwa moja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi, ajulikane adhihiri yule ambaye atafuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na yule ambaye atarudi nyuma kwa visigino vyake. Na hivi ndivyo walivyokuwa waumini na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilipoteremka amri ya kuharamishwa tembo, kuna watu walikuwa tayari washaweka midomoni, wakamwaga, wakatema. Kuna watu walivunja vinu na vyombo ambao kwamba vilikuwa vimejaa tembo ilipoteremka amri ya kwamba tembo ni haramu. Na ilipoteremka amri ya wanawake kujitanda mitandio, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, wanawake wajitande, wateremshe mitandio yao mpaka katika vifua vyao. Kuna wanawake ambao kwamba walipasua pazia za nyumba zao wakawa ni wenye kujifunika wakati ule ule, hawakusubiri ati mpaka nikanunue mtandio sijui. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maada imeteremka, basi sisi tunajifunga na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ikhwani fillah, katika mwezi wa Shaaban kulipatikana mabadiliko makubwa haya ya qibla kutoka Baitul Maqdis na kwenda Baitullahil Haram, na hii ni mabadiliko ya siada na qiyada kutoka kwa ambao ilikuwa kwa Banu Israil ikaenda kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo tunapata mafunzo ya kwamba muumini inapokuja amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajadili. Inapokuja amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ikabainika hii ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatekeleza moja kwa moja na anakuwa na mubadara, anakimbilia katika kujifunga na hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah, katika mwezi kama huu wa Shaaban kafaradhishwa siyamu Ramadhan. Mwezi wa Shaaban iwe ni amalia ya maandalizi
ya mwezi ambao kwamba unafuata mwezi wa Ramadhani iwe ni mwezi wa kujipinda na sio mwezi wa uvivu na ghafla. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anakithirisha saum katika mwezi kama huu. Alipoulizwa akasema, dhalika shahrun yaghfalu an-nasu anhu turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sahih. Asema huo ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao sana, mwezi ambao amali hunyanyuliwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi napenda inyanyuliwe amali yangu ama zinyanyuliwe amali zangu na ili hali mimi nimefunga. Fa ibadallah, ikiwa amali zinanyanyuliwa, je, wewe kama Muislamu wapenda kunyanyuliwa amali gani? Amali yako gani ambayo kwamba wewe wapenda iwe nyanyuliwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Amali za taa au amali za uzembe na mughafala? Amali za kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ama ni amali za kukhadhirisha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ni amali za wai na masulia, ufahamu na majukumu, ama ni ghafla na kushindwa? Ikhwani fillah, ayuha almuslimun, umma leo unaishi katika tahawulat na matukio makubwa leo yanatokea katika ulimwengu, na ulimwengu leo uko katika mabadiliko. Nidhamu ya ulimwengu inabadilika, na haya wameanza kusema wenyewe, kama waziri mkuu wa Canada, habari inayosambaa katika siku mbili hizi, akizungumza ya kwamba kuna mabadiliko makubwa ya nidhamu ya ulimwengu. Amerika wamejitoa katika shirika la afya duniani moja kwa moja, na tuwaona matukio kama yanavyotokea Venezuela, Gaza na kwengineko. Nidhamu ya ulimwengu yabadilika. Twaona hali ambayo kwamba ulimwengu unaelekea. Sisi kama umma wa Kiislamu tuna dori gani katika mabadiliko makubwa haya ya ulimwengu, na hasatan tukiwa sisi tuko katika mwezi huu ambao kwamba ulionyesha mabadiliko ya utambulisho huwia. Mwenyezi Mungu akabadilisha qibla kutoka Baitul Maqdis akapeleka Baitullah al-Haram. Ikhwani fillah, wajibu wa umma leo ni kurudi katika utambulisho wake, na tuwaona namna jitihada zinazofanyika katika ulimwengu. Na sisi Waislamu wa Kenya, Kilifi, Wacharwamai na kwengineko, tuko katika umma kama huu ambao unakuwa na nafasi ya kuleta mabadiliko makubwa katika ulimwengu. Juzi umeona klipu ya ndugu zetu kule Lebanon, sehemu wanaita Tarabulsu Sham, wakifanya bidii ya hudhuri ya salati al-fajri kwa idadi kubwa sana, takriban watu 800, na wanafanya kampeni, hamla ya kuhimiza watu juu ya kuhudhuria swala ya fajri kwa idadi, na watu kurudi katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa idadi kubwa. Ikiwa watu wanafanya amali kama hizi na matukio tofauti tofauti, sisi tuko wapi? Tuna dori gani ikhwani fillah? Tuna dori gani ya kufanya bidii na kujenga fahamu za umma ili kuweza kusomesha dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu katika maisha? Ikhwani fillah, mwezi wa Shaaban ni mwezi wa maandalizi ya kubeba amana adhimu. Sisi tuna bahati kubwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia dini ya Uislamu, na mbele yetu kuna mwezi wa Ramadhani, takriban siku 29 au 30
ulimwengu mzima tutakuwa ni wenye kufunga Waislamu, ulimwengu mzima. Hii tofauti na amali zinginezo. Mfano, Mwenyezi Mungu ametujalia kwa siku swala 5 tunakusanyika. Hizi swala 5 ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia ni katika kutuzoezesha na kutufanya sisi tunaishi na Uislamu siku nzima, yaani kutoka asubuhi mpaka jioni, kutoka fajiri mpaka wakati wa kwenda kulala, wewe unaishi na Uislamu. Alfajiri unaswali, adhuhuri unaswali, alasiri, magharibi, isha. Nenda katika safari za sehemu za bara kule, nikaona sehemu kipita kwenye gari, lakini usikia mikojo katika ukuta. Kuna jamaa wanakojoa pale, idadi kubwa ya watu, na ujue mikojo na asidi ya choma kwelikweli, mpaka pale sehemu imebadilika kabisa. Nasema alhamdulillah ala ni'mati al-Islam. Angalia katika neema ya Uislamu. Uislamu amefundisha vipi? Yeye atakwenda sehemu asijirushie kwanza mikojo katika miguu, awe atakuwa ni mwenye kujiosha mikojo ile, kwa maana hata kama sehemu ile hakuna choo cha umma, basi hawezi kupata uchafu sampuli ile katika umma wa Kiislamu. Huwezi kupata namna ile, kwa sababu Muislamu atakwenda msikitini, lazima awe ni mwenye kujichunga pahara yake na mikojo yake. Hawezi akajimwagia mikojo mahali popote, ila Muislamu asiye multazim, haswali wala dini, inawezekana ikapatikana, lakini kwa idadi chache. Lakini ile swala kutoka asubuhi mpaka jioni yamfanye Muislamu aishi katika mazingira yake. Kisha kuna swala ya Jumaa anayokusanya watu katika mitaa na maeneo. Kisha kuna Ramadhani ambayo inawakusanya Waislamu mwezi mzima katika saum na katika ibada za usiku 10 la mwisho, na kisha mwisho katika salatul fitri, na kisha ibada ya haji ambayo Waislamu wakusanyika wote kutoka sehemu yote duniani wanakusanyika Makka, na siku ya Arafa Waislamu wakahutubiwa, na siku ya Arafa kila aliyekwenda haji lazima ahudhurie Arafa. Alhajju Arafa, mtu kama ameenda hija na hakuhudhuria katika uwanja wa Arafa, basi ana hija huyo, lazima aende katika uwanja wa Arafa ndio apate hutuba ya Amirul Mu'minin pale. Ikhwani fillah, sisi ni umma adhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia mambo haya adhim, lazima tujue nafasi yetu na lazima tutambue uzito wa mambo kama haya. Kwa hiyo ikhwani fillah, lazima tuandae nyoyo zetu, tusahihishe nia zetu, tuamshe fahamu zetu, na tuwe miongoni mwa wale na kuingia Ramadhani wanaingia kwa nyoyo za hai, zilizo hai, sio watu ambao kwamba wameghafilika, watu ambao kwamba wako taabani. Ikhwani fillah, kwa tuna siku kadhaa mwezi mzima, kila mmoja na dori. Imamu wa darsa, hawa wanafanya khairati hizi, hawa wanafanya ulinganizi huu, wengine wanazungumza na watu wakawalingania katika Uislamu, wengine wakafanya haya na haya na haya, mambo mengi ambayo kwamba lakini yataka istidad, yataka uwe na maandalizi ya kwamba mimi Ramadhani ikifika nitakuwa na hatua kadhaa ambazo nitazifanya, nitafanya jambo fulani ili Ramadhani inapotoka usiwe katika wale ambao kwamba wamepata hasara, wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kujuta. Ikhwani fillah, tufahamu ya kwamba katika mambo ambayo kwamba yafaa yanyanyuliwe, kwa sababu katika amali ambazo zinanyanyuliwa katika mwezi kama huu ni sidqu tauba, ni toba ya kweli. Muumini awe na taubatan nasuha, awe ni mwenye kujuta kwa yale mambo ambayo ameyafanya ya makosa, awe na azma ya kwamba yeye hatorudia yale mambo ambayo ameyafanya, ajivue al-iqlau anil ma'siyah, ajivue kutoka yale makosa ambayo kwamba ameyafanya, na vile ikiwa ni katika haki ya mtu amrudishie, ikiwa ni katika mambo ambayo kwamba ameyafanya ni ya makosa, awe ni mwenye kufanya tauba ya kutorudia kweli.
taubatan nasuha, ikhwani fillah. Kwa hiyo katika mwezi huu tujiandae kwa ajili ya mwezi unaokuja kuwe na taubatan nasuha, na vile vile kufanya amal kwa ajili ya kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kupata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunapokuja Ramadhani tunaona idadi kubwa ya Waislamu wanarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi hatufai kuanza kuwacheka na wala kuwalaumu kabila, jamaa ndio Ramadhani usali Ramadhani mpaka la jamaa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia Uislamu tabiiyan, wenyewe wafanya watu wawe na wenye kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunafaa kuridhia na kufurahia na kuwahimiza wawe ni wenye kujifunga, kwa sababu Ramadhani kile inapokuja ina wimbi lake, na katika hawa kuna watu ambao watabaki na katika iltizam, na katika hawa kuna watu ambao watanusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tubebe hamu ya dini, ikhwani fillah, na tusiwe ni katika wale ambao kwamba ni katika watu walioghafirika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tubariki katika mwezi wa Shaaban, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe Ramadhan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum muslimin wastaghfiruhu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa man jahada bi kama wa ashhadu anna Muhammadan abduhu sayyidul khalaiq wa bashar. Allah ta'ala bismi lahu fil khalq wattahu amanahu wal mawziyah wa lam Allah rabbuka fi badati nafsihi wa anna malaikatahu yusabbihu wa yusallimu wa sallallahu alayhi wa sallam wa yusir wa ta'ala wa amira inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyir rahmah وشاف البطنة عدد ما عاد منه القديم سبعين نبت الكريم ولا يسر المهمة وصوفة الإسلامية أمير المسلمين أبي بكر الصديق ولا زين الأبواب من المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وجمع القرآن من سيدنا عثمان بن عفان ولا سيد الله من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى بقية أصحاب رسول أجمعين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين دمر أعداءك الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قابل الحاجات ودافع الحماية. سبحان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر